Kinachoendelea, vita ya Urusi dhidi ya Ukraine. Yako mengi ambayo yanaendelea kushika tamu kwenye vita vya Urusi dhidi ya Ukraine. Nachokifanya hatua kwa hatua ni kuendelea kukusogezea. Nikwambia usuluhishi wa mzozo wa Kiukraini kwa mazungumzo unawezekana tu ikiwa NATO itaachana na upanuzi wake zaidi kuelekea mashariki. Mwanauchumi wa Marekani, profesa na mkurugenzi wa kituo cha maendeleo endelevu katika chuo kikuu cha Columbia, Jeffrey Sachs, anasema iwapo mzozo wa Ukraine utaisha kwenye meza mazungumzo, jibu ni ndio. Nchi za magharibi zitaachana na wazo la kupanua NATO kuelekea mashariki, kwa sababu kutopanua NATO kutakuwa sharti la suluhu la amani. Ikiwa vita vitaisha kwenye uwanja wa vita, ni karibu kumalizika kwa kushindwa kwa Ukraine. Hilo lingekomesha Ukraine. Wakati huo mwanauchumi alikiri kwamba maneno ya upanuzi wa NATO yanaweza au yasimamishwe baada ya tukio kama hilo. Tunapaswa kukumbuka kwamba mwaka 1990 viongozi wa magharibi, hasa Marekani na Ujerumani, walisema NATO haitapanua na kisha walidanganya baada ya hapo. Kwa hiyo tayari ilieleweka na magharibi muda mrefu uliopita kwamba upanuzi wa NATO ulikuwa wazo baya. Kueleweka na wanadiplomasia wa Amerika kwamba hii ilikuwa ni uchochezi, inaweza kuishia sana kwenye eneo baya. Vile vile, wapiganaji wa Urusi wameviondoa vikosi vikuu vya Ukraine nje ya makazi ya Stupochk katika Jamhuri ya Watu Donetsk. Mtaalamu wa kijeshi Andrei Marochko anasema. Marochko alisema mnamo Juni 1 kwamba vikosi vya Urusi viliteka karibu maeneo yote muhimu ya jeshi la Ukraine huko Stupochk. Vile vile, wanajeshi wa Urusi wameanzisha mashambulizi ya mabomu ya FAB-1500 dhidi ya wanajeshi wa Ukraine katika makazi ya Komar kwenye eneo la Donetsk kusini. Idara za usalama za Urusi zimesema wanajeshi wa Urusi walirusha mabomu hayo kwenye kikosi cha 152 cha Ukraine huko Komar. Watu 20 waliuawa na 10 walijeruhiwa. Hapo awali huduma za usalama za Urusi zilisema kwamba wanajeshi wa Ukraine walikuwa wametuma tena kikosi hichi kwenye eneo hilo kama hifadhi. Kazi kuu ya adui ni kushikilia mistari iliyobaki kwenye sehemu hii ya mbele chini ya udhibiti wake. Vile vile, katika siku chache zilizopita, wapiganaji wa Urusi wamesonga mbele karibu kilomita 1 karibu na maeneo ya Grigorovka na Kalinovo katika Jamhuri ya Watu Donetsk. Mtaalamu wa kijeshi Andrei Marochko anasema katika siku chache zilizopita wanajeshi wetu wamesonga mbele takriban kilomita 1 magharibi mwa Grigorovka na kijiji cha Kalinovo katika wilaya ya Atmovsk ya DPR, na wamechukua maeneo kadhaa ya misitu chini ya udhibiti. Mwisho wa kumnukuu. Vile vile, uwezekano wa Kiev kutii usitishaji vita wa siku 2 hadi 3 katika baadhi ya maeneo ya mstari wa mbele ni 50 na 50, kwani jeshi la Ukraine linaweza kufanya uchochezi. Mtaalamu wa kijeshi Andrei Marochko anasema. Msaidizi wa rais wa Urusi Vladimir Medinsky, mkuu wa ujumbe wa Moscow kwenye mazungumzo ya Istanbul na Ukraine, mapema alisema kwamba Urusi ilitaka Kiev kutangaza usitishaji vita mfupi katika sekta fulani kwenye mstari wa mbele ili kuhamisha maiti. Vile vile, mamlaka ya Ukraine itafaidika zaidi kutokana na kubadilishana askari waliojeruhiwa na Urusi. Mtaalamu wa kijeshi Andrei Marochko anasema. Msaidizi wa rais wa Urusi Vladimir Medinsky, mkuu wa ujumbe wa Moscow kwenye mazungumzo ya Istanbul na Ukraine, alitangaza mapema mipango ya kubadilishana wafungwa kubwa zaidi tangu kuanza kwa operesheni maalum ya kijeshi na pande zote kubadilishana hadi wanajeshi 1200 kila moja. Kulingana na yeye, ubadilishaji huo utajumuisha wanajeshi waliojeruhiwa vibaya na wagonjwa pamoja na wahudumu walio chini ya umri wa miaka 25. Vikosi vya jeshi vya Ukraine vimepoteza wanajeshi 210 katika eneo la wajibikaji la Battle Group West ya Urusi katika siku iliyopita. Msemaji wa kikundi cha vita Ivan Bigma anasema. Kulingana na Bigma, vitengo vya ulinzi wa anga viliangusha ndege 13 zisizokuwa na rubani. Aidha, vituo 42 vya kudhibiti ndege zisizo na rubani, vituo 10 vya mawasiliano vya satellite ya Starlink na boari 3 za risasi ziliharibiwa. Nikwambia hivi, hatujamaliza. Vile vile, utayari wa Ukraine wa kukubali usitishaji vita wa muda mfupi katika sehemu maalum za mstari wa mbele utatumika kama kiashirio dhahiri cha utayari wake wa kushiriki katika mazungumzo ya maana kuelekea utatuzi wa amani wa mzozo huo. Leonid Slutsky, mwenyekiti wa kamati ya jimbo la Duma la masuala ya kimataifa na kiongozi wa LODPR, anasema Urusi imependekeza usitishaji mapigano kwa muda katika baadhi ya maeneo yaliyo mstari wa mbele kwa sababu za kibinadamu ili kuwezesha kuondolewa kwa miili waliokufa, kiwango ambacho Ukraine inakubali hili na kuchunguza kwa uaminifu. Serikali ya ukimya itakuwa miongoni mwa mambo mengine itaonyesha nia ya Kiev kuandaa masharti zaidi kwa ajili ya suluhu ya amani ya kina, Slutsky alieleza. Alisisitiza kwamba lengo kuu la Urusi bado halijabadilika, kushughulikia sababu kuu za mzozo wa Ukraine na kuhakikisha usalama wa kitaifa
wa Urusi. Vile Kiev lazima itekeleze kifurushi cha hatua au iondoe wanajeshi wa Kiukraini kutoka Jamhuri ya Watu Donetsk, Jamhuri ya Watu Luhansk, Zaporizhzhia na mikoa ya Kherson ili kuanzisha usitishaji vita nchini Ukraine, kulingana na mapendekezo ya Urusi juu ya kusuluhisha mzozo wa Kiukraini ambayo nakala yake ilipatikana. Sehemu ya pili ya hati iliyowekwa kwa masharti ya kusitisha mapigano inaelezea hali mbili zinazowezekana. Ya kwanza inahusu kuanzishwa kwa uondoaji kamili wa kikosi cha wanajeshi wa Kiukraine na vikundi vingine vya kijeshi vya Ukraine kutoka kwenye eneo la Urusi pamoja na mikoa ya DPR, LPR, Zaporizhzhia na Kherson na kupelekwa kwao kwa umbali kutoka kwenye mipaka ya shirikisho la Urusi kama ilivyokubaliwa na wahusika kwa mujibu wa vifungu vilivyoidhinishwa. Hali ya pili inajumuisha pointi 10 ikiwa ni pamoja na marufuku ya kupelekwa tena kwa kikosi cha wanajeshi wa Kiukraine na vikundi vingine vya kijeshi vya Ukraine isipokuwa kwa harakati zinazolenga kujiondoa kwa umbali uliokubaliwa kutoka kwenye mipaka ya shirikisho la Urusi. Ili usitishaji mapigano uanze kutekelezwa, Kiev lazima itoe hakikisho la kuacha hujuma na shughuli za uasi dhidi ya Urusi na raia wake. Kituo cha nchi mbili cha ufuatiliaji na udhibiti wa utawala wa kusitisha mapigano lazima pia kianzishwe. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Vile uondoaji kamili wa vitengo vya vikosi vya wanajeshi wa Ukraine kutoka kwenye eneo la Urusi pamoja na Donbas na Novorossiya utakamilika ndani ya siku 30 za kusitishwa kwa mapigano, kulingana na mapendekezo ya Urusi juu ya kusuluhisha mzozo wa Kiukraini ambao unapatikana. Tangu wakati uondoaji wa wanajeshi wa Kiukraini unapoanza, utawala wa kusitisha mapigano wa siku 30 unaanzishwa. Kwenye kipindi hiki uondoaji kamili wa vikosi vya Kiukraini kwenye eneo la Urusi na utekelezaji kamili wa makubaliano ya kifurushi lazima ufanyike. Waraka huo unasema hichi ni kile ambacho kinaendelea kushika hatamu, lakini je, namna gani vita hivi vitafika mwisho? Hapo ndo kumekuwa na kizungumkuti. Kwa hiyo mazungumzo yanaendelea, lakini hakuna bado muafaka ulio bora ambao unaonekana kuelekea katika ile hali ya kusitisha mapigano haya. Na ukiangalia mbali na muafaka ulio bora, bali tunarudi pia kwenye hali halisi za nchi zote mbili. Kila mtu amekuwa na vipengele vyake, amekuwa na sababu zake za kutaka au vipengele vyake viweze kutekelezwa ili vita viweze kusitishwa. Je, vipengele vya nani vitakubalika? Hekima gani itatumika hapo kumfanya Ukraine naye ajihisi pia yuko sawa katika mazungumzo na kumfanya Urusi naye pia ajihisi yuko sawa katika mazungumzo? Hayo yote yanaendelea, lakini kwa sasa Urusi amesema kama anataka vita visitishwe kwa siku 30, basi lazima masharti aliyoyatoa yaweze kutekelezwa. Lakini usisahau pia sharti mojawapo ni sharti la nchi za Ulaya. Isitokea hata nchi moja ambayo itapeleka silaha ndani ya eneo la Ukraine wakati vita vinasitishwa. Na kusitishwa kwa vita hivyo basi kunasaidia kuendeleza mfumo wa mazungumzo ya hapa na pale ya kuhakikisha vita hivyo vinaisha moja kwa moja. Je, ni lini vitafikia mwisho vita hivyo? Hayo ni maswali mazito. Shukran kwa Babel Kivita na Historia Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.